Tanzania na nchi ya Qatar tumekuwa na mahusiano ya karibu sana katika maeneo mbalimbali, hususan eneo hili la ajira, ambapo mwaka 2014 nchi ya Tanzania tulisaini mkataba na nchi ya Qatar wa kubadilishana vijana katika sekta hii ya ajira. Shukuru katika kipindi hiki kwa msukumo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kutokana na kujenga diplomasia ya kiuchumi, tumewezesha Watanzania wapatao 2500 kupata fursa za ajira hapa nchini Qatar. Vijana waliopo hapa nchini Qatar wameonyesha weledi wa hali ya juu, uaminifu na uchapakazi. Hivyo imepelekea wenzetu wa Qatar watualiki ili kuendelea kupanua zaidi mashirikiano katika eneo hili la ajira. Na leo tumeshuhudia jambo kubwa la kihistoria limefanyika. Taasisi ya serikali ambayo inashughulikia huduma za ajira hapa nchini Qatar inaitwa JASU imesaini mkataba na chama cha mawakala binafsi Tanzania. Lengo la mkataba huu ambao pia nimeushuhudia ni kwa ajili ya kukuza mashirikiano ya ajira. Na katika wakati huu sasa tunaenda mbali zaidi kushirikiana katika ajira za professionals. Na wao katika nchi yao kutokana na dira yao ya maendeleo ya taifa 2030 wanahitaji vijana wenye ujuzi maalum. Na hasa wamelenga zaidi mashirikiano haya katika eneo la madaktari, mainjinia, wataalamu wa IT na walimu PhD holders ambao watawapa special privileges na package nzuri ndani ya nchi ya Qatar. Kwa katika mkataba huu utawezesha sasa Watanzania moja kwa moja kuomba hizo ajira, na wamekubali kuja kuwafanyia usaili nchini na kuwapa mikataba mizuri yenye kujali maslahi. Kwa hiyo jambo hili linaenda kuleta mapinduzi makubwa kwa nchi yetu ya Tanzania katika sekta hii ya ajira. Lakini pia tumepata kutembelea chuo maalum kinaitwa Non Training Center, ambacho chuo hiki kina kwa ajili ya kuandaa wafanyakazi kwa ajili ya kuwahudumia watoto. Na watoto wanaohudumiwa katika mafunzo haya wanalenga wale wanaenda kufanya kazi katika royal family. Kama mnavyojua nchi za Kiarabu kuna royal family, familia zile ambazo za kifalme. Kwa hawa wanapewa mafunzo na wakishamaliza wanakuwa attached kwenye familia hizo royal families ambao wanalipwa fedha nyingi sana. Ni mkataba wa miaka 2 na baadaye akifanya vizuri anaongezewa mkataba mwingine. Mpaka sasa vijana wa Kitanzania 77 wameshapata mafunzo haya na tayari tunao vijana wengine 20 wa Kitanzania ambao hivi karibuni tukikamilisha taratibu zote wataanza safari ya kuja huku kujiunga na chuo hiko. Kwa kweli ziara hii imekuwa na mafanikio makubwa sana na inaonyesha mashirikiano makubwa na taasisi nyingi za hapa nchini Qatar zitakuja kufanya uwekezaji mkubwa nchini Tanzania. Kwa hiyo itafungua fursa kubwa ya ajira. Tayari kuna mikataba mbalimbali imesainiwa kwenye sekta ya kilimo, madini, nishati. Zote hizo zinaenda kufungua fursa za ajira. Na hii inaendana na kasi ya kuanza kutekelezaji wa dira 2050 ambao tuna malengo makubwa. Na malengo haya tumeyawekea mipango mikakati. Kama Wizara ya Kazi, Ajira na Mahusiano, kazi yetu kubwa ni kutafuta fursa za ajira. Na kwa kweli kwa kushirikiana na mawakala binafsi tumekuwa very aggressive, na ndio ndani ya miezi 6 hii michache tu tumefanya kazi kubwa ya zaidi ya vijana 9,500 sasa kuelekea 10,000 wameweza kuunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu, kwanza kwa kuruhusu kuwe na majadiliano ya kidiplomasia katika sekta hii ya uchumi. Lakini pia yeye mwenyewe kama mwanadiplomasia namba 1 ameweza kuonyesha kwamba nchi yake pia inaweza kuzalisha vijana wenye talent, vijana wenye uwezo mzuri na vijana ambao wanaweza wakatumika mahala popote duniani, na wakaonyesha uwezo kwamba Tanzania pia tumewaandaa vijana walio bora zaidi. Kifupi tu, mkataba ambao tumeusaini sisi TRA, Tanzania Recruitment Agency Association, pamoja na shirika linaitwa JASUR. Mkataba tuliosaini kwa ruhusa ya Mheshimiwa Waziri Sangu ambaye yeye ni mwakilishi wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwamba mkataba huu utakuwa unaruhusu sisi kama Watanzania tu-upload ndani CV kwa kila kategori. Moja kwa moja wanaziona hapa nchini Qatar. Wakiziona wanachagua watu kutokana na zile taaluma. Kama kutakuwa na charges, kutakuwa na nini, CV imekubalika, mtu huyo anakuwa selected, anachaguliwa direct moja kwa moja kwa hapa, atafata zile taratibu, wao wanamchagua katika makampuni yao makubwa yaliyoko hapa. Baadaye huyu mtu anafata taratibu kule nchini Tanzania. Akishafuata zile taratibu, kibali kinatoka serikalini, anasafiri na kuja kwa ajili ya kupata ajira nchini Qatar. Global TV, kimbilio la wasio na sauti. Tupigie sasa.